Waheshimiwa wa Kenya TV mahali popote mlipo, na wasalimia hamjambo. Leo nimeambiwa nivalie shati ya red kwa sababu leo ni kusherekea siku ya wapendanao. Happy Valentine's Day. Kama uko na mpenzi muwishie mema. Na sisi kutoka Kenya TV tunawatambua kwa sababu mumetutoa umbali ambao tumefika ni kwa sababu yako. Huyu Mungu anayebariki wengine azidi kukubariki mahali popote ulipo hadi ushangae. Kwa sababu yenu tuliweza kufanikiwa kupokezwa a silver play button kutoka mtandao wa YouTube baada ya kufikisha 100,000 subscribers, na zawadi ya YouTube tumeipokea ambayo inaitwa a silver play button, na tutakuwa tunaiweka hapa. Ni kwa sababu yenu. Asante sana na shukuru tena zaidi. Karibu katika uchambuzi wa siasa sasa. Kimeumana, Rais William Ruto yuko taabani baada ya kutumiwa ujumbe wa kutisha na kutetemesha taifa la Kenya. Kituo ambacho unaweza kuamini kinakuletea habari halisi ni Kenya TV, maana lazima tuhakiki kila jambo kabla ya kulileta hewani. Amri jeshi mkuu Rais William Ruto yuko katika njia panda, haswa katika sekta ya siasa baada ya kutumiwa ujumbe wa kutisha ambao ni wa kisiasa na kutetemesha taifa la Kenya. Nani ameutuma ujumbe huo ambao ni wa kutisha haswa katika sekta ya siasa? Sio mwingine ila tu ni mbunge wa eneo bunge wakilishi la Thika ambaye anaitwa Alice Ng'ang'a. Tumsikize ujumbe ambao aliweza kuwasilisha kwa Ruto. Ujumbe huo ni wa Alice Ng'ang'a ambaye ni mbunge. Aliweza kutishia kwamba viongozi wale ambao wamesalia katika chama cha UDA kutoka eneo la Mlima Kenya watajiondoa iwapo Profesa Kithure Kindiki atanyimwa nafasi ya kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto katika uchaguzi ujao mwaka 2027. Naomba kuuliza swali kabla nichambue kwa kina. Rais William Ruto atahadhirika kisiasa ikiwa Profesa Kithure Kindiki ataondoka katika mrengo wa Kenya Kwanza? Rais William Ruto atahadhirika kisiasa ikiwa Profesa Kindiki ataondoka mrengo wake wa Kenya Kwanza? Niandike katika sehemu ya maoni. Sasa viongozi wengi kutoka eneo la Mlima Kenya wameapa ya kwamba liwe liwalo na liwe, Profesa Kindiki aking'olewa ama akiwekwa kando tu, viongozi wote Mlima Kenya wale ambao wamesalia wataondoka. Matamshi ya mbunge huyu wa UDA wa Thika yanamaanisha nini? I want to put this into perspective so that we can understand the context that is within Alice Ng'ang'a's sentiments but politically. Unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba tu karibu njoo subscribe na uwashe kengele ili wakati tunapoweka kanda utakuwa unapokeza notification kufahamishwa kwamba Kenya TV tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Point number 1, matamshi ya mbunge huyu yanamaanisha nini? Kindiki will join opposition. Ikiwa Kindiki hatatengwa na Rais William Ruto katika uchaguzi ujao mwaka 2027, huenda Kindiki ataondoka na ungane katika mrengo wa upinzani ambao sasa unatarajia kumuondoa Ruto kikatiba katika uchaguzi ujao mwaka 2027, kwa sababu kuna percentage ama asilimia fulani ambayo imesalia baada ya Gachagua kuondoka na asilimia fulani wakati alipong'olewa mamlakani kutoka eneo la Mlima Kenya. Alienda na wafuasi wake. Kuna wale ambao wamesalia
ambao sasa wametishia kwamba wataondoka ikiwa Profesa Kindiki atatengwa kuwa mgombea mwenza wa Ruto katika uchaguzi ujao wa 2027. Kumaanisha Kindiki akitengwa hivi tu wameondokea na kuungana na Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, Dr. Fred Matiang'i, Uhuru Kenyatta na wengine, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka, katika mrengo wa upinzani ili kumuondoa Ruto 2027. Ndio maana Alice Ng'ang'a anazungumza hivyo ili asije akatengwa Profesa Kithure Kindiki. Kwa hivyo anampigania. Point number 2, matamshi ya mbunge huyo yanamaanisha nini? ODM political party has no space in the so-called broad-based government. Vile Alice Ng'ang'a anazungumza ni ishara tosha kwamba ODM haina nafasi katika serikali jumuishi. Kwa nini? Oburu Odinga ambaye ni kiongozi kwa sasa baada ya hayati aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kuaga dunia, alimwachia chama cha ODM vile waliweza kupanga. Hakuachiwa ila tu waliweza kupanga hapa na pala, akashikilia wadhifa ambao kakake hayati Raila Odinga alikuwa ameshikilia kwa muda wa miaka 20 sasa. Aliweza kudemand nafasi ya pili haswa kwa uongozi ambayo ni ya Profesa Kithure Kindiki, kwa sababu ODM, Oburu Odinga alisema kile ambacho sasa wanahitaji kama ODM ni kiti cha unaibu rais ili waweze kuunga mkono Rais William Ruto. Sasa vita imeanza. Ndio maana tukashuhudia waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku akirusha mashambulizi kwa Oburu Odinga, huku akisema ya kwamba haiwezekani 2027 Kindiki hawezi kungolewa kuwa mgombea mwenza wa Ruto. Lazima ODM musubiri hadi 2032 when Profesa Kithure Kindiki atawania kiti cha urais, ndio ODM ikumbukwe kukabidhiwa nafasi ya pili haswa kwa uongozi katika taifa la Kenya. Kwa hivyo kuna vita vya kisiasa ambavyo vimeanza rasmi tunapoenda hewani katika siasa za Kenya. Ndio maana tumeamua kufanya content ya Kenya sasa ili kuhakikisha ya kwamba tunawajulisha yale yote ambayo yanashuhudiwa haswa katika maeneo mbalimbali humu nchini. Kwa hivyo tutarajie mengi kushuhudiwa katika taifa la Kenya, na kuna mabadiliko makubwa. Wale ambao wako katika serikali mrengo wa Kenya Kwanza watahama ili kuenda katika eneo la opposition, na wale ambao wako katika mrengo wa opposition ama upinzani wataondoka waingie katika mrengo wa Kenya Kwanza. Kwa hivyo politics is dynamic. Politics it keeps on changing time to time, lakini tutasubiri tuone ni kipi ambacho kitaendelea. Niliuliza swali, je, Ruto ataathirika kisiasa ikiwa Kindiki atamuondokea katika mrengo wa Kenya Kwanza? Niandikie katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button at this down here once you are. Then remember to turn on the notification bell so that the moment we upload the video clip, you'll be notified automatically that Tomokija TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and on Facebook, and this is the only way we can continue building this channel of ours, Tomokija TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.